yanajengwa yakiwa ya ghorofa, lakini pia tunafanya ukarabati wa shule za zamani, kujenga madarasa mapya, kuweka na miundombinu mbalimbali ikiwemo kuweka maabara za kisasa, kuweka library, tunaweka lab za masomo mbalimbali, lakini ikiwemo lab za kompyuta. Kwa watoto sasa hivi wanaanza kupata elimu nzuri zaidi kwenye shule ya sekondari, kiasi kwamba wa private sector inabidi wenyewe wachangamke kuweza kumatch ule ubora ambao sasa hivi unatolewa kwenye shule za serikali. Wazazi na walezi wametakiwa kuwa na umoja na mashirikiano kwa watoto wao kwa kuhakikisha wanasimamia katika elimu zao. Amesema hayo Mhandisi Zena Saidi katika mahafali ya 16 katika skuli ya Fita Federal School iliyopo Ufuoni Kibondeni Zanzibar, na kuwataka kushirikiana na walimu katika maendeleo ya watoto kwa kuhakikisha wanawalipia ada kama utaratibu ulivyowekwa skulini hapo. Wazazi na walezi, na nyinyi nawapongeza. Mnao kazi kubwa ya kulea na kuwahamasisha watoto waweze kujali elimu, kwa sababu mnafahamu pia kwamba bali ya kwamba elimu ni ibada, lakini ndio ufunguo wa maisha yao. Kwa hiyo nawapongeza na nyinyi kwa kutokuchoka kuwahimiza watoto wenu na kushirikiana na walimu kwa ajili ya kuhakikisha watoto wanafikia ambao mmejipatia. Mlionyesha mna changamoto kadhaa. Mojawapo kubwa ni la wazazi kutokulipa ada kwa wakati. Ndugu wazazi, niwaombe sana, amejitolea kusaidia watoto wenu kupata elimu. Msimwangushe. Ada yenyewe aliyoiweka si kubwa kitu. Kwa hiyo mjipange, mkichelewa hujalipa ada mwaka mzima mpaka mtoto amefikia darasa, inaweza ikaja kusababisha changamoto ya kushuka kwa ubora. Akishindwa kuwalipa walimu wake, wataacha kazi, watoto wenu wanafundishwa na nani? Kwa hiyo niwaombe sana, hili hebu tulifanyie kazi. Unajua elimu sio dharura. Yaani kusoma mtoto sio dharura. Unajua mtoto wako anaenda shule tangu anazaliwa. In fact, unajua na unapanga wewe mtoto wa kiume au wewe wa kike kwamba ukija kujaliwa ukapata watoto wako, utataka waende shule. Kwa hiyo anzeni kujipanga basi. Mnapofunga tu ndoa pale, fungueni akaunti ya elimu ya watoto. Tupia hapo hata kama 50,000, tegemea na uwezo wako. Kama unapata mshahara mkubwa au unapata hela nyingi, tupia hata kalaki kila mwezi. Maana mtoto anazaliwa, akija kuanza hupati shida ya ada. Kwa hiyo tuanze kujipanga, tusichukulie elimu kama ni jambo la dharura, kwa sababu sio dharura. Unafahamu utakuja kufundisha mtoto wako. Muombe mfungue akaunti za elimu kwa ajili ya watoto wenu mapema sana, hata ikiwezekana kabla hajazaliwa. Itawasaidia kuondoa changamoto hii na mtalipa ada zenu kwa wakati, na mtafanya hizi shule ziweze kuendelea bila kuwa na shida yoyote. Niliomba ruzuku, tena aliomba kwa herufi kubwa. Sasa la ruzuku siwezi kulitolea maamuzi, kwa sababu hii inabidi hiyo jambo liamuliwe na mamlaka kubwa, na lijamuliwa litakuwa la kisera, kwa sababu haitakuhusu shule yako. Lijamuliwa litakuwa ni kwa shule zozote ambazo zakizi kuleni. Sasa hili itabidi Wizara ya Elimu ambao wao ndio wana dhamana masuala ya elimu walichukue, walifanyie tathmini, wakiliona kwamba linahitaji kufanywa kazi wapeleke waraka serikalini, utapitia mchakato unaofaa, kisha utatolewa maamuzi. Pia amewataka wanafunzi hao kutumia nafasi hiyo ya kusoma masomo yao ili watimize ndoto zao kwa kujisaidia kwa masuala mbalimbali katika maisha yao. Elimu ni ibada. Amri ya kwanza aliyopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni soma. Kwa hiyo elimu zote ni elimu, ni sehemu ya ibada. Elimu zote zenye manufaa ni ibada. Kuna baadhi ya elimu nyingine hizo haziwezi kuwa ibada. Kama unatoa elimu ya kufundisha watu uchawi, hiyo haiwezi kuwa. Lakini zote zenye manufaa
ni ibada. Kwa hiyo mchukulie, sio kwamba mnasoma tu kwa ajili ya kuja kupata kazi, mpate maisha mazuri. Haya yote mnayofanya kama kutekeleza ibada, ukiwa na maisha mazuri mnapata kuabudu Mwenyezi Mungu vizuri. Kwa hiyo mjue wakati mnasoma pia mnapata na thawabu. Kwa hiyo msome kisawasawa, msifanye udanganyifu ili ibada hiyo ipate kutembea vizuri. Akizungumza juu ya changamoto katika skuli hiyo, mkurugenzi Baraka Saidi Hasuni amesema serikali kuwasaidia ili wapate kuendeleza kutoa elimu kwa vizazi na vizazi.